Mashambulizi makali ya anga na ya drone yaliyofanywa na Israel kusini mwa Lebanon siku ya Jumamosi yamesababisha vifo vya takribani watu 16 na kujeruhi wengine 12 licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza siku moja tu iliyopita. Matukio haya yamezua wasiwasi mkubwa na kutishia kuvuruga mazungumzo muhimu ya amani kati ya Marekani na Iran yaliyopangwa kufanyika Uswizi. Shirika la ulinzi wa raia la Lebanon limesema kuwa mashambulizi hayo yaliendelea katika mji wa Nabatia kusini mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu 16 na majeruhi 12. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon NNA pia liliripoti mashambulizi katika mji wa jirani wa Tyre, ambapo shambulio la Israel katika kijiji cha Barish liliua wanafamilia 4 akiwemo baba, mama na watoto wao wawili. Aidha, askari mmoja wa Lebanon aliuawa katika shambulio la Israel katika kijiji cha Kfar Reman. Mashambulizi haya yalitokea saa chache tu baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuanza kutumika. Hali hii imeibua maswali kuhusu uimara wa makubaliano hayo na nia za pande zote mbili. Kufuatia mashambulizi hayo, pande zote mbili zimekuwa zikitupiana lawama kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limedai kuwa mashambulizi yao yalikuwa jibu la ukiukaji wa mara kwa mara wa Hezbollah, ikiwemo shambulio la usiku lililoua wanajeshi 4 wa IDF. Msemaji wa IDF, Brigedia Jenerali Efi Defrin, alisema kuwa Hezbollah imefanya mamia ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na kwamba IDF itaendelea kuondoa vitisho vya haraka na kujibu ukiukaji wa Hezbollah. Kwa upande wake, Hezbollah imesisitiza kuwa ina haki ya kujibu mashambulizi ya Israel. Ali Fayyad, mwakilishi wa kundi la Hezbollah katika bunge la Lebanon, alinukuliwa akisema kuwa msimamo wa upinzani uko wazi, hauna shaka, hauwezi kujadiliwa na hauwezi kurudi nyuma. Aliongeza kuwa usitishaji vita wakati adui anaendelea kulenga na kuua hauna maana na kwamba haki ya kujilinda imewekwa kwao na haiwezi kujadiliwa. Machafuko haya yanatokea wakati mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa Rais Donald Trump Jared Kushner wakielekea Uswizi kwa ajili ya mazungumzo na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pia anatarajiwa kuelekea Uswizi. Mazungumzo haya yanalenga kuimarisha makubaliano ya amani yaliyofikiwa hapo awali kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel nchini Lebanon yanatishia kuvuruga mazungumzo hayo. Vyanzo kutoka nchi wapatanishi vimesema kuwa Araghchi amewaambia wenzake kuwa Iran inaona usitishaji vita nchini Lebanon kuwa muhimu kwa mchakato wa kidiplomasia na kwamba unaweza kuathiri mazungumzo ya Marekani na Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alizungumza na rais wa Lebanon Joseph Aoun, akisisitiza kuwa mazungumzo ya nchi mbili kati ya Israel na Lebanon ndiyo njia pekee inayowezekana ya ujenzi mpya, kufufua uchumi na kumaliza mizunguko ya vurugu. Hata hivyo, mazungumzo hayo hayajajumuisha Hezbollah, jambo linalozuia maendeleo yoyote yenye maana. Usitishaji vita kati ya Israel na Hezbollah unabaki kuwa tete, huku matukio ya hivi karibuni yakionyesha changamoto kubwa katika kufikia amani ya kudumu. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea, lakini hatma ya mazungumzo ya Marekani na Iran pamoja na utulivu wa kikanda inategemea kwa kiasi kikubwa uwezo wa pande zote mbili kuheshimu makubaliano na kuepuka uchochezi zaidi. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.